Wanahabari, sisi wajumbe wa Baraza la Wawakilishi tunaotokana na chama cha ACT Wazalendo tumeshitushwa na kushangazwa na kauli za kubabaisha za serikali kuhusu ukweli na usahihi wa gharama za ujenzi wa miundombinu ya AFCON 2027 hapa Zanzibar. Tunaitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kutowababaisha wananchi wenzetu na kutoa taarifa sahihi na kamilifu kwa umma na kuweka wazi juu ya tofauti zilizojitokeza katika taarifa za gharama za ujenzi. Ilieleza Baraza la Wawakilishi kwamba, naomba kunukuu, kufuatia fursa ya uwepo wa mashindano ya kombe la AFCON ya mwaka 2027, serikali imetenga kiasi cha shilingi trilioni 1.69 ili kuwekeza katika kuimarisha maandalizi ya kitaifa katika miundombinu ya michezo, usafiri, utalii na huduma za kijamii, kwa lengo la kutumia mashindano hayo kama kichocheo cha ukuaji wa uchumi, ajira na kulitangaza taifa kimataifa. Ndugu wanahabari, kwetu sisi wajumbe wa Baraza la Wawakilishi tunaotokana na chama cha ACT Wazalendo tumepata wasiwasi mkubwa wa utofauti wa taarifa sahihi zilizotolewa na serikali moja. Taarifa ya kwanza iliyotolewa na Waziri wa Fedha na Mipango ndugu Juma Malik Akili katika Baraza la Wawakilishi wakati akiomba kupitishiwa bajeti kuu ya serikali, na taarifa ya pili ni ile iliyotolewa na Rais Mkuu wa nchi wakati akifungua kituo cha mabasi ya umeme pale Malindi, na taarifa ya tatu iliyotolewa tena na Waziri wa Fedha na Mipango wakati akifanya mahojiano na waandishi wa habari. Baya zaidi ni kwamba taarifa hii ya tatu ilikuwa inapingana sana na ile taarifa yake ya kwanza aliyoitoa katika Baraza la Wawakilishi wakati akiwasilisha na kuomba kuidhinishiwa bajeti kuu ya serikali. Ndugu wanahabari, la kusikitisha na kutia wasiwasi zaidi ni kwenye taarifa iliyosambaa tarehe 28 mwezi wa 7 2026 jana ya Waziri wa Fedha na Mipango ndugu Juma Malik Akili wakati akizungumza na waandishi wa habari, alipoonekana akilalamika kwamba taarifa ya trilioni 1.69 aliyoizungumza katika Baraza la Wawakilishi siku ya tarehe 11 mwezi wa 6 2026 wakati akiwasilisha bajeti kuu ya serikali sio sahihi, na hivyo amenukuliwa vibaya au video inayoonekana katika mtandao wa YouTube ya shirika la utangazaji la Zanzibar ZBC imechezewa, na akaeleza usahihi wa taarifa ni shilingi trilioni 1.069. Ndugu wanahabari, sisi wajumbe wa Baraza la Wawakilishi tunaotokana na chama chetu cha ACT Wazalendo tunaitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itoe majibu kwa umma na kueleza dhahiri, je, ni nani mkweli kati ya rais ambaye ndiye mkuu wa nchi au Waziri wa Fedha na Mipango ambaye anafanya kazi kwa niaba ya rais? Ikiwa kauli ya rais ndiyo kauli sahihi, je, rais amechukua hatua gani kwa waziri wake wa Fedha na Mipango ambaye ameudanganya umma na Wazanzibari na Baraza la Wawakilishi na kulisababisha kujadili na kuidhinisha bajeti ambayo sio sahihi na inayokinzana kwa kiasi kikubwa? Ndugu wanahabari, sisi wawakilishi tunaotokana na chama cha ACT Wazalendo, suala ambalo tunaliuliza kwa niaba ya wananchi wenzetu ni ipi hasa taarifa sahihi ya Waziri wa Fedha na Mipango? Je, ni ile aliyoitoa katika Baraza la Wawakilishi wakati wa bajeti au ni hii ambayo ameitoa wakati wa kuzungumza na waandishi wa habari nje ya baraza? Wananchi wanabaki kujiuliza, je, kati ya rais ambaye amezungumza bayana kwamba miundombinu hiyo itatumia shilingi bilioni 300 tu na Waziri wa Fedha na Mipango ambaye amekuwa na kauli mbili kuhusu bajeti halisi ya miundombinu ya AFCON kwa upande wa Zanzibar, lakini zote ni za gharama ya zaidi ya trilioni 1, aaminiwe nani kati ya hao?
Ndugu wanahabari, hoja ya msingi ya wananchi wenzetu iko kwenye ukubwa wa uwekezaji na uhalisia wa kuweza kurejesha faida ya uwekezaji huo. Asili ya uwanja wa Fumba na mji wa michezo wa Afcon ni miradi ya uwekezaji na siyo ya huduma kwa jamii. Kama ni kwa huduma kwa jamii tu, uwanja wa Amani, uwanja wa Mau na viwanja vya kila wilaya vinatosha kwa jambo hilo. Kama gharama ya ukarabati wa uwanja wa Amani takriban shilingi bilioni 102 zimetumika na zinahitaji takriban miezi 2040 kurejesha uwekezaji huo, sawa na miaka 170 kuweza kuzirejesha, basi ni wazi kwamba uwekezaji katika miundombinu ya Afcon wa trilioni zaidi ya 1 ambazo zimetajwa katika sehemu tofauti utahitaji miaka mingapi? Ni dhahiri kwamba Zanzibar bado haina mvuto wa utalii wa michezo kwa sababu hatuna hata timu, iwe vilabu au timu za taifa zinazoshiriki na kutoa ushindani kimataifa. Ushahidi upo wazi kwamba hata ligi ya ndani yenyewe au hata ligi za ndani zenyewe hazina mvuto wala uwekezaji unaolingana. Ndugu wanahabari, kwa wakati wa sasa kuna kila dalili za mradi huu wa miundombinu ya Afcon 2027 kuwa White Elephant Project, kwa maana kwamba hatutopata faida kamili kama zinavyonadiwa sasa hivi. Lakini pia kwa kutumika kwa uchache wake, underutilization, serikali iwaeleze wananchi mipango yenye maana na tija kuhusu mji huo baada ya kumalizika kwa mashindano ya Afcon 2027, ikizingatiwa kuwa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutakuwa na viwanja vipya vyengine vikubwa, uwanja wa Mkapa, uwanja wa Uhuru na uwanja wa Arusha vinavyojengwa kwa malengo ya Afcon, ukijumlisha na viwanja vinavyotumika sana kama KMC, Azam Chamazi na Meja General Isamuhyo Stadium, kwa kuvitaja vichache. Serikali iwaeleze wananchi ni ipi nafasi yetu kibiashara, ukizingatia kimataifa nafasi yetu ipo chini ya mikono ya TFF. Ndugu wanahabari, wakati tukiandaa miundombinu kwa ajili ya mashindano ya Afcon 2027, bado serikali haijui hadi sasa idadi ya mechi na ukubwa wa timu za taifa zitakazochezwa hapa Zanzibar. Ni kwa vipi tunajihakikishia kwamba Afcon italipa upande wetu wakati hatuna nafasi ya kuamua kuhusu mechi, maana sisi sio waandaaji rasmi? Ndugu wanahabari, ili kuondosha taharuki iliyojitokeza kwa serikali moja kuwa na taarifa tofauti kwenye jambo moja, tunaitaka serikali itoke hadharani na kauli moja ya uhakika na yenye kueleweka. Ni zipi hasa gharama kamili na sahihi za miundombinu ya Afcon kwa Zanzibar? Ndugu wanahabari, kwa kuwa siku zote chama chetu kimekuwa kikipambania na kupambanua huku ikisimamia rasilimali za nchi, hasa katika kulinda maslahi ya umma, kama ilivyodhihiri wakati tukihoji serikali katika bajeti na masuala mbalimbali ndani ya Baraza la Wawakilishi, na wakati mwingine kuibua mijadala ya kitaifa. Hivyo basi, kwa niaba ya wananchi wenzetu, tunaitaka serikali ifanye yafuatayo. Kwanza, serikali iwaambie wananchi ukweli kuhusu jambo hili, na pale ilipokosea iwaambie wananchi majibu yanayotolewa kwenye jambo hili ni mepesi sana na hayalingani kabisa na uzito wa hoja yenyewe. Pili, tunaitaka serikali iwaeleze wananchi jumla ya fedha, ugawaji wa fedha hizo kimiradi
na vyanzo na masharti ya fedha hizo, tofauti za nambari Tanzania shilling 1.69 trilioni, 1.069 trilioni na bilioni 300 kibajeti ni kubwa sana na zinahitaji ufafanuzi wa haraka kutoka kwa serikali sambamba na bajeti iliyoidhinishwa na Baraza la Wawakilishi mwezi Juni 2026. Tatu, ikiwa kulikuwa na makosa ya kuwasilishwa kwa taarifa, serikali itoe taarifa sahihi na ufafanuzi wake unaoeleza chanzo cha kosa na hatua zilizoachwa kuchukuliwa. Kwa kuwa Waziri wa Fedha na Mipango ameueleza umma kwamba fedha zilizotarajiwa kutumika kujenga miundombinu hiyo ni fedha za mkopo ambazo bado hazijapatikana, lakini ujenzi unaendelea, serikali iwaeleze wananchi mkopo huo ulitarajiwa kuchukuliwa kutoka wapi, utalipaje na kwa masharti yapi, na kwa kuwa mkopo huo bado haujapatikana, serikali iwaeleze wananchi fedha za ujenzi wa miundombinu hiyo inayoendelea kujengwa zinatoka wapi na katika fungu lipi. Mimi naomba kuwasilisha, na kwa niaba ya wenzangu wote waliopo hapa na waliokuwa hawapo, tunakushukuruni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana.